Haleluya hosana, haleluya hosana. Thank you Jehovah. Na huwa naanza na asante kwa sababu asante huwa ni neno dogo lakini limebeba nguvu ya kubadilisha kutoka ambacho hakiko sawa kuja kwenye ambacho kiko sawa. Gratitude have power to shift negativity to positivity. Asante Mungu, kuna yaliyoko sawa kwenye maisha yangu. Kwa hiyo haleluya hosana uinuliwe, maana kuna yaliyoko sawa kwenye maisha yangu. Leo nina message ambayo nataka kuishare. Ambacho nataka kukishare ni kitu ambacho mtu yoyote ambaye ni mbarikiwa anadili na hicho in a daily life. Yani kitu ambacho pengine kinaendelea katika maisha ya kila siku. Na watu wengi ambao ni wamebarikiwa na Mungu wanakiexperience hiki kitu. Kitu ambacho nataka kukizungumzia nitakiweka kwa jina la evil eye. Kwa Kiswahili rahisi wanasema kijicho. Ndicho ninachotaka kukizungumzia leo. Nitazungumzia evil eye ni nini, na mtu aliyebarikiwa au mbarikiwa anakutana naje vipi na evil eye, au anadili vipi na evil eye. Kwanza kabisa, unapokuwa umebarikiwa na Mungu au uko katika position ya juu katika nyanja fulani, au uko katika mafanikio katika nyanja fulani, au unapokuwa na nuru, maana aliye wa Mungu ni mwenye nuru, ni anang'ara katika giza. Kwenye hii dunia ambayo tunaishi, kwenye hii 3D, ni lazima utakutana na kijicho. Kijicho ni macho yanayokuangalia kwa ubaya, macho yanayosubiri kuona maanguko yako au ubaya wako au ubaya kwako. Na macho haya huwa yako kiroho, yako spiritually, na ndio kinachoitwa evil eye. Yani wale watu ambao wanakuangalia wakingojea uanguke. Nimesema unapokuwa uko juu au kwenye mafanikio, au unapokuwa ni nuru. Unapokuwa nuru, unapokuwa umembeba Mungu ndani yako, unakuwa unang'ara kwenye giza. Kwa hiyo kuna ambao wamebeba mapepo ndani yao, ambao yani wako comfortable na mapepo ambao wanaishi nayo ndani yao. Na mapepo hapa ninavyozungumzia mapepo, sizungumzii mapepo katika lugha ya kidini, naongelea mapepo katika lugha ya kiroho. Mapepo katika lugha ya kiroho yanavyokaa ndani ya watu ni vitu kama chuki, urafi, uroho. Mtu akiwa mroho au mlafi hawezi kutamani mwingine apate. Kwa hiyo anakuwa amebeba giza kwa namna hiyo, anakuwa amebeba mapepo kwa namna hiyo. Chuki, maana shetani sio kitu. Shetani ni hisia chafu. Shetani ni roho 7 chafu zinazofanya kazi ndani ya watu. Kwa hiyo unapokuwa umembeba Mungu, umebeba upendo, umebeba gratitude, umebeba higher vibes, unakuwa ni kama nuru. Kwa hiyo ukiwa nuru automatically unatisha giza, maana giza haliwezi nuru. Iko hivyo. Kwa hiyo utakutana na watu wanaokuangalia kwa ubaya, utakutana na evil eye. Na unafeel vipi au dalili zipi unaweza kuzipata au unazipitia pale unapokuwa una evil eye kwenye maisha yako? Ni mojawapo ni kuna muda unajihisi hufai. Si kwa sababu ni kweli hufai, ni kwa sababu kuna macho yanakutizama kama usiyefaa. Na imani akija mtu ambaye amepangiwa kuyasikia haya maneno au anaresonate na haya maneno, ataelewa kile ambacho nakizungumza ni nini. Kwa mtu ambaye hatoelewa, haya ya resonate na yeye, lakini najaribu kuelezea hivyo imekaa vipi. Kwa hiyo kuna muda unajihisi vibaya, yani umekaa una kila kitu pengine lakini unajihisi tu vibaya. Kuna muda si kwa sababu ni kweli uko katika position mbaya, hapana. Pengine ni kwa sababu kuna macho yanayokuangalia kwa ubaya. Mimi naamini wanadamu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu si kitu pia kama ambavyo shetani si kitu. Mungu ni nguvu, uweza, mamlaka. Kwa hiyo ndani ya mwanadamu kuna nguvu.
na hiyo nguvu yake iko kwenye nia zake, iko kwenye intention zake. Mtu anapokuangalia ni kama anakutumia message fulani. Mtu anapokutizama, akikutizama kwa admiration, ni kama anakutumia message fulani, ni kama anakutumia frequency fulani, ni kama anakutumia energy fulani. Kwa hiyo mtu anapokuangalia kwa chuki, mtu anapokuangalia kwa ubaya, mtu anapokuangalia kwa wivu, ni kama anakutumia energy fulani. Mtu anapokuangalia kama usiyefaa, ni kama anakutumia frequency fulani ambazo utazireceive bila kujua hata unazireceive vipi. Kwa mtu ambaye yuko high sensitive anaweza kuelewa. Kwa mtu ambaye amedevelop ability ya empathy, ability ya kuelewa hisia zake na hisia za wengine, anaweza kuelewa hili. Lakini kwa mtu ambaye haelewi, ndio ile hali unajikuta unajihisi ufai, unajihisi ambaye umepotoka au umepotea, au ambaye unajihisi wasiwasi, unajihisi pressure. Pengine si kwa sababu wewe ndio chanzo cha hiyo pressure au chanzo cha kujihisi ufai, ni kwa sababu ni negativity inasendiwa in your way kupitia macho yanayokutizama. Kuna muda unahisi kujichukia, doubt, confusion, si kwa sababu shida ni wewe, hapana. Ni kwa sababu kuna macho yanayokuangalia kwa chuki, au unahisi kabisa hiyo chuki, na unahisi kabisa hiyo chuki, na ndio sababu unahisi ndani yako confusion. Yani sijui niliweke vipi ili nieleweke kwa mtu ambaye atakuja kuisikiliza. Maana kwa mimi hapa naelewa hiki ambacho nakizungumza, na kwa mtu ambaye ana resonate anaelewa kile ambacho nakizungumza. Na naamini hii naitengeneza, sijaweka hapa ili kuonyesha kwamba najua vitu au na flex vitu, no. Nimeweka hii kumpa clarity mwingine ambaye anapitia hichi kitu cha evil eye, na hasa chosen ones. Maana hii channel nilitengeneza kwa ajili ya chosen ones, watu wanaotembea na Mungu ndani yao, watu wanaotembea narrow path, watu wanaotembea njia nyembamba, watu wanaotembea njia ambayo wengine hawaielewi. Na tuko kwenye ulimwengu ambao watu ni wavivu wa kufikiria, ni watu ni vipofu. Wanapokuwa hawakuelewi, wanakulebo kama mtu mbaya, wanakutengenezea kiboksi, wanakuweka ndani ya boksi, wanalilebo huyo ni mtu mbaya. Watu yani automatically wako hivyo. Watu kitu wasichokielewa wanakiogopa au kukiona kibaya. Kwa hiyo natembea kwenye njia nyembamba. Naamini kuna ambao pia wanatembea kwenye njia nyembamba. Kwenye kutembea kwenye njia nyembamba nimeencounter so much evil eye. Nimekutana na vijicho kutoka kwa watu wa karibu. Watu wa karibu kwa nini wanakuangalia kijicho? Kwa sababu kuna muda wanahisi unajihisi kama vile ambaye ni mtakatifu sana, au unajihisi kama vile labda wewe, yani vipo vitu vingi ambavyo huwa vinaendelea ndani ya fikra za watu. Maana huwezi ukapanga mtu wa kufikirieje, huwezi ukapanga mtu wa kuangalia vipi. Lakini ukielewa, unatoka kwenye confusion, unatoka kwenye kujichukia, unatoka kwenye doubt. Maana si chanzo cha hayo wewe ni unapitia hayo kwa sababu kuna macho yanayokuangalia hivyo. Nahisi kwa ufupi nimeweza kuelezea hivyo ai ni nini, na uwezo wa kuelezea, sina uwezo wa kumfanya mtu aelewe. Kwa hiyo kwa ufupi hivyo ai iko hivyo, ni macho yanayokuangalia kwa ubaya, macho yanayokuangalia katika negative way. Iko hivyo, macho yanayokuangalia kama usiyeweza, macho yanayokuangalia kama umeweza, lini unaanguka, macho yanayokusendia pressure in your way, macho yanayokuangalia lini utajikwaa, macho yanayotafuta ubaya wako uko wapi. Iko hivyo. Haya, baada ya kuelezea hivyo hai ni nini, nitaelezea pia unaishinda vipi au unadili vipi na hivyo hai. Nitaelezea my experience, jinsi ninavyodili na hivyo hai, jinsi ambavyo huwa na mbinu ambazo nazitumia kuishinda hivyo hai, mbinu ambazo nazitumia kushinda kijicho. Mimi naamini tumepewa nguvu kinywani. Hata hapa natumia kinywa changu kubring clarity kwa mwingine. Kwa hiyo njia mojawapo huwaga ni kunena. Unaweza kuamuru hivyo hai
to go blind or to go back to sender. Yani unaweza ukaamuru, maana tumepewa mamlaka katika Kristo ya kuamuru. Tumepewa mamlaka katika Kristo ya kunena na ikawa. Kwa hiyo unaweza kuamuru kwamba vijicho vyote vinavyonielekea viingie upofu, au vijicho vyote vinavyonielekea virudi kwenye chanzo cha anayetuma hicho kijicho. Yani all negative energy go back to your sender. Yani kila negativity irudi kwa ambaye anaituma, na inategemeana. Kuna wengine wanataka wakuone ukiwa umekufa. Unaposema hiyo negativity warudie, inamaanisha ni unataka na wao wafe. Kwa hiyo mimi mbinu rahisi ambayo anaitumia ni ya kusema all evil eye go blind. Yani macho yote yanayoniangalia kwa ubaya yaingiwe upofu. Iko hivyo, yani yasipate nguvu kwangu. Ule ubaya unaoelekezewa kwangu, zile nia mbaya ambazo zinaelekezewa kwangu zisipate nguvu, au zimrudie anayezituma, na ni katika amani na upendo kabisa. Yani si kwamba narudisha na mimi ubaya, hapana. Kama alivyotuma ndivyo mrudie, na narudisha hivyo kwa amani kabisa. Na hiyo ni law ambayo iko spiritual, yani ni sheria ambayo iko kiroho kabisa. Yani maana tuko katika vita kiroho. Hata hapa na share hii, kinaamini kitampata mtu ambaye amego through it. Ni kama spiritual warfare. Kwa hiyo ukiwa kwenye vita utakiwa kuita mama, no, unatakiwa kupigana, unatakiwa kupambana vita. Kwa hiyo namna ya kupigana au namna ya kushinda ni kuamuru all evil eye go blind or go back to your sender. Pia unapokuwa unajihisi ufai au unajihisi kujichukia au doubt au confusion, namna pekee ya kushinda ni kujiambia maneno chanya. Jiambie maneno ya kujijenga, maneno ya kukujenga, maneno positive. Pale unapohisi kuingiliwa na negativity, unapohisi kuvamiwa na negativity. Na mimi naamini kila kitu kinaanzia kwenye mindset. Kwa hiyo na ndio maana imeandikwa pia taa ya mwili ni jicho. Jicho lako likiwa safi, maisha yako ni safi. Kwa ukijiangalia katika namna positive, maisha yako yatakuwa positive. Ukiangaliwa kwa negativity na ukajiangalia kwa negativity, negativity itatawala maisha yako. Kwa hiyo jifunze kujiambia maneno ya kujijenga, maneno ya kukujenga, maneno ambayo ni positive, maneno ambayo yanakurudisha katika namna chanya, maneno ambayo yanakukumbusha Mungu amekubariki, Mungu anakupenda, Mungu hajakulaani, Mungu hakuchukii. Jikumbushe hujapotea, uko sehemu sahihi, wakati sahihi, ukifanya kitu sahihi. Iko hivyo. Na kitu ambacho nilijifunza na naamini natakiwa kukishare kwa mwingine pia ajifunze ni kwamba you don't need to take anything personal, everything is spiritual. Yani kwa nini watu wanatuangalia vijicho, au kwa nini unakutana na kijicho? Si kwa sababu ambazo ziko personal, ni kwa sababu ambazo ziko spiritual. Si kwa sababu ambazo ziko kibinadamu, ni sababu ambazo ziko kiroho. Nimetangulia kusema unapokuwa umembeba Mungu, hasa kwa wateule, hasa kwa light workers, hasa kwa star seed, kuna namna ambavyo unakuwa na high vibrational soul, unakuwa na high vibrational spirit. Na high vibrational spirit ni utisho kwa lower vibrational spirit, ni utisho kwa lower vibrational people. Yani unapokuwa una nafsi ambayo ina vibrate juu, inatishia zile nafsi ambazo zina vibrate katika frequency ambazo ziko chini. Unapokuwa ni mtu wa upendo, unapokuwa ni mtu wa gratitude, unapokuwa ni mtu wa positivity, unapokuwa ni mtu wa nuruni, unakuwa utisho kwa watu ambao ni negativity imewatawala, kwa watu ambao ni wa drama, kwa watu ambao wanaishi maisha ya chuki, wanaishi maisha ya kuoneana wivu, wanaishi maisha ambayo hayako katika nuru. Kwa hiyo kinachosababisha hayo yote ni sababu ambazo ziko kiroho, si sababu ambazo ziko kibinadamu. Kwa hiyo usichukulie chochote kibinadamu, usirudishe chuki kwa chuki. Yani elewa, fahamu kwamba ni sababu ambazo ziko kiroho. Na kama sababu ambazo ziko kiroho, vitu ambavyo viko kiroho unadili navyo kiroho. Iko hivyo.
without saying many thing, naamini hii message ita bring clarity to someone. Au isipo bring clarity to someone, ita bring clarity to me when I listen to it. Without saying many shit, in the name of Yeshua, over.